Habari ni wakati mwingine katika nuru ya tafakuri, chaneli yetu pendwa kabisa. Leo hii nahitaji tubadilishane fikra kidogo, hasa kuhusu mafanikio. Hapo zamani ilikuwa kijana anajifunza mafanikio kwa wale waliofanikiwa. Anajifunza njia za mafanikio, za kupata mafanikio kwa wale waliokwisha kufanikiwa. Lakini leo hii imekuwa tofauti kidogo. Leo hii mtu akijifunza au kijana akijifunza kwa mtu aliyefanikiwa, ni ngumu sana kutoboa kimaisha. Ni ngumu sana. Lakini hiyo ni kutokana na kwamba wengi sasa hivi wanaofanikiwa ni kwamba hakuna uhalisia kati ya maisha yao na yale ambayo wanayamiliki au na yale ambayo wamefanikiwa nayo. Hiyo inatupa ugumu sana sisi vijana kufanikiwa au kupiga hatua. Lakini nini sasa vijana tufanye sasa? Vijana sasa hivi tufanye nini sasa? Kwa sababu tayari waliofanikiwa njia zao haziwezi kuigwa wala kuigika kutokana na ugumu wa njia wanazozitumia. Lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba kila aliyefanikiwa ukihitaji kumuiga na anahitaji ya kutawale kimawazo, kihisia, kila kitu, ili mradi tu na wewe na yeye aonekane ana asilimia 100 katika maisha yako. Sasa nini ambacho tufanye kama vijana? Jambo la msingi la kufanya kama vijana wenye kujitambua na wenye fikra ni kwamba kila kijana aanze sasa kujitafuta mwenyewe, kutengeneza personal brand binafsi. Kila mmoja ajitume au kila kijana ajitume sasa kutengeneza portfolio yake, kutengeneza personal brand yake, ili kutoa utegemezi kwa wale ambao waliofanikiwa, ambao bado ni wa binafsi, hawataki wengine wafanikiwe. Jamii imekuwa sana inalalamika vijana ni wavuta bangi, hawana nidhamu, wanaendesha bodaboda ovyo. Lakini hiyo jamii ambayo inalalamika yenye fursa haitaki kutoa fursa kwa vijana. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo vijana bado tunatakiwa tupambane ili tujiokoe wenyewe. Yaani tusitegemee wengine, tusitegemee jamii kwa sasa hivi, kwa sababu jamii yenyewe inatoa yale madhaifu ya vijana lakini haitaki kutoa fursa kwa vijana. Kwa hiyo ndugu zangu, fikra ya leo ni kwamba vijana tujipambanue, tutengeneze background zetu nzuri, tutengeneze portfolio zetu nzuri, lakini tujitengenezee personal brand zetu nzuri ambazo zitatengeneza sisi kuja kwenye mafanikio au kuingia katika soko la mafanikio. Asanteni sana kwa leo kunisikiliza.